your peace come in. Let my spirit sing. Let my worries and hurts all fade away. Jesus, you're the one who loves me. And I can trust you to never leave my side. Let your angels see how you keep me free, and the way that you take my cares away. Jesus, you're the one who loves me. And with you near me, I have no fear to hide. How can I praise your name enough for showing me the love you have, for helping me to find the way to overcome each day? How can I thank the Mungu anataka neno lako kutumia ndio chombo cha kuwakilisha Mungu kwa watu wake waliokusudia katika Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia kwamba kwa nini inatupasa tufanye huduma gerezani. We were talking about the reason as to why we should be doing the prison ministry. Tumeona kwamba sababu ya kwanza ni ya kibiblia. The first reason is a biblical reason. Kwa sababu tukisoma katika tumesema tukisoma katika kitabu cha Ibrania 13 mstari wa 3, if you look at the book of Hebrews chapter 3 and verse 3, Biblia inasema tuwakumbuke wafungwa kama vile tumefungwa pamoja nao. The Bible tells us that we should remember the prisoners as though we are in prison with them. Kwa sasa namna gani ambavyo tunaweza kuwakumbuka wafungwa? In which manner do you think we can remember the prisoners? Kwamba tunawakumbuka wafungwa kwa kuwapelekea neno la Mungu wakiwa katika gerezani. We remember the prisoners by taking the gospel to them in jails. Kwa hiyo hivyo ndio ambavyo Mungu anataka tuwakumbuke wafungwa. That's how God wants us to remember the prisoners. Tunajua kwamba katika wafungwa kuna watu ambao wamekata tamaa maisha. We know that most prisoners have given up in life. Kwa hiyo tunapokwenda pale kupeleka injili tunawapa matumaini mapya ya maisha mapya. When we take the gospel right there, we give them the new hope. Kwa neno la Mungu linatuhitaji tujitolee kwa kwenda kuhubiria wafungwa. The word of God demands that we should go and take the gospel to the prisoners. Mungu anahitaji atutumie kama vyombo. God wants to use us as his vessels. Atutumie kama miguu yake. He should use us as his legs. Kwenda kupeleka injili. Take the gospel to the prisoners. Unapokwenda kupeleka injili katika gereza, when you are going to take the gospel to the prisoners, ujue kwamba wewe ni mguu ya Yesu. Then get to know that you are the foot of Jesus. Kwa hiyo hutaogopa kitu chochote kwa sababu wewe ni mguu ya Yesu Kristo. You won't be scared of anything because you are the foot of Jesus. Kwa Yesu atafanya mambo makubwa kupitia wewe. Jesus will do great things through you. Ndio maana tunasema kila mtu ambaye anajitolea, that's why we are saying whoever give himself for the service of the prison, lazima ajue hizi sababu kwa nini anajitolea kwenda kuhudumu gerezani. Must understand why he is doing that ministry. Hii ni kwa sababu neno la Mungu linatutaka kwenda huko. That is because the word of God demands that we should go to those prisoners. Pia ni kwamba kwa agizo kuu la Yesu Kristo. Again, in the great commission of Jesus Christ, Yesu aliposema tuende duniani kote tukafanya watu kuwa wanafunzi wake. Jesus said,
let's go all over the world and make disciples. Hakusema tusiende katika gereza. He did not say that we should not go to prison. Kwa gerezani ni watu ambao wana njaa na kiu ya kusikia neno la Mungu. Prisoners are thirsty and they need Jesus Christ. Katika Mathayo 5 anasema eli wenye njaa na kiu ya haki. In the book of Matthew chapter 5, the Bible says that blessed are those who are thirsty and hungering for God's word. Kwa hiyo tunapaswa kumruhusu Yesu atutumie kama vyombo. So we should be using Jesus Christ to use us as his vessels. Katika Isaya 6, Isaya alisema, Mungu alisema ni nani nimtume? In the book of Isaiah chapter 6, God asked that, whom should I send? Isaya akasema nitume mimi hapa Bwana. But Isaiah said, send, here I am, send me Lord. Je, wewe utakuwa na mtazamo kama wa Isaya? So would you have the perception, the same perception as Isaiah? Kubali Bwana kutumie kama chombo kama alivyomtumia Isaya. To agree that God should use you as a vessel the same way he used Isaiah. Kupeleka injili kwa watu waliokusudiwa. To take the gospel to the targeted. Na tumeona kwamba kwa nini tunafanya huduma gerezani. We've seen why we are doing the prison ministry. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, when Jesus had his disciples, kama tulivyoangalia katika Mathayo 25:36 mpaka 40. As we saw in the book of Matthew chapter 25 verse 25 through 40. Yesu alisema mlipowaona wafungwa, Jesus said, when you saw the prisoners, mliniona mimi. You saw me. Kwa hiyo njooni mliobarikiwa na Bwana. So come to me, the blessed of the Lord. Ndisi uzima wa milele. Inherit the kingdom of God. Kwa tunaona jambo hili ni jambo ambalo Mungu anahitaji tulifanye. So we can see this is the duty that God wants us to do. Kwa tunapokuwa tuna hudumu gerezani, so as we are doing the prison ministry, tunafanya kwa ajili ya Yesu Kristo. We are doing for the sake of Jesus Christ. Tunamuona Yesu Kristo. We see Jesus Christ. Huduma yetu ya kimataifa, our international ministry, inajitahidi kutimiza maandiko haya. Is trying to fulfill this commission. Tunaenda tunapeleka injili kwa wafungwa. Take the gospel to the prisoners. Na mara nyingi kila mwaka tunajitahidi kupeleka vitu vya wafungwa. And many times within the year we try to take things into the prisoners. Kwa hiyo tunahitaji wewe umwakilishe Mungu katika gereza. So we need you to represent God in the prison. Kwa maana atakupa zawadi ya uzima wa milele. Because God will reward you the crown of life. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kwanza, kwamba ni kwa sababu ya kibiblia. So that's one reason that is biblical. Alafu pia tukisoma katika Luka, again if you read from the book of Luke 4:18, 4:18, Yesu alinukuu katika kitabu cha Luka Isaya 42:6-7. Jesus quoted from the book of Isaiah 42 verse 6-7. Aliposema kuwatangazia wafungwa kufunguliwa. When he said to proclaim the freedom of the prisoners. Kwa hiyo tunapokuwa tuko katika gereza, as we are in the prison, wafungwa wanafunguliwa. Prisoners are being liberated. Wanatoka katika minyororo ya shetani. They are being liberated from entanglement of Satan. Na kubadilika. They change. Kwa hiyo tunapaswa kufanya huduma hii. So we are supposed to do this ministry. Kwa sababu Mungu anahitaji tufanye hivyo. Because God wants us to do this ministry. Kwa sababu ya pili, kwa nini tunafanya huduma gerezani? The second reason is that why are we doing the prison ministry? Au kwa nini unatakiwa kufanya huduma gerezani?
why are you supposed to take this ministry to the prison? Kwa sababu neno la Mungu hubadilisha maisha ya mtu. Because the word of God transforms lives of people. Mfano halisia ni kwamba sisi wote hapo tulikuwa watu wapagani. The true example is that all of us were once pagans. Lakini neno la Mungu liweza kutubadilisha. But the word of God came to us and changed us. Tukamjua Mungu. We knew God. Kwa neno la Mungu linabadilisha maisha ya mtu. So the word of God changes the lives of people. Unapokuwa unapeleka neno la Mungu katika gereza, when you are taking the word of God into the prison, neno la Mungu litabadilisha wafungwa. The word of God will change the prisoners. Katika huduma yetu tunaamini kwamba kuna mafundisho mengine tofauti na neno la Mungu ambayo yanaweza kubadilisha maisha ya mtu. In our ministry, we don't believe that there is any doctrine or teaching apart from God's word that can transform the lives of people. Kwa hiyo kwa kwenda katika gereza kuwakilisha neno la Mungu, by going to the prison and representing God's word, maisha ya wafungwa yatabadilika. The lives of prisoners will change. Wataishi vizuri na watu. They will live well with people. Tabia zao mbaya zilizowafikisha katika gereza zitabadilika. Their criminal habits that took them to the prison will change. Watakapokuwa wamerudi nyumbani kwao, wamemaliza adhabu yao katika kifungu chao. When they will get back home after finishing their penalty, the prison, jamii itawashuhudia kwamba watu wamebadilika. In fact, the community will testify of them that these people have changed. Tunazo shuhuda nyingi za watu ambao walikuwa wanajifunza neno la Mungu gerezani. Baada ya kutoka gerezani, maisha yao yamebadilika, yamekuwa tofauti. We have many examples of people that were taught the word of God in prisons, but after getting back home, their lives changed. Kwa hiyo, kwa njia ya wewe kwenda kudumu gerezani, so by you going to the prison, neno la Mungu linabadilisha maisha ya wafungwa. The word of God will change the lives of people. Biblia tunazo simulizi katika Agano la Kale na Jipya ya watu waliobadilishwa na neno la Mungu. In the Bible we have narrations from the Old Testament and New Testament for people that were changed by the word of God. Kwanza tunaye mfalme Manase. We have King Manasseh. Katika Nyakati wa Pili, the book of Second Chronicles 33 6 mpaka 16, verse 6 through 16. Tunaona mfalme Manase alikuwa anafanya maovu mbele za Mungu. We see King Manasseh was evil before God. Mungu alijaribu kumuonya. God warned him. Lakini hakusikiliza maonyo ya Mungu. But he did not heed. Aliendelea kutenda maovu mbele za Mungu. He kept doing evil before God. Kwa hiyo Mungu aliruhusu taifa lingine liweze kuteka taifa la Israeli. God allowed another nation to overtake them together with Manasseh. Manasseh alipokuwa imeteka taifa lingine walimweka gerezani. When they took him, they took them to the prison. Baada ya Manasseh kuwa gerezani, when Manasseh was in prison, alimkumbuka Mungu. He remembered God. Unajua binadamu akumbuki Mungu kirahisi hivi hivi. You know, human being never remember God easily. Anakumbuka pale anapokuwa na tabu. He remembers God whenever he is in trouble. Kwamba kuna Mungu. That there is God. Ndio anaanza kumuomba sasa. That's when he sasa Manasseh alipokuwa na vitu vyote, when Manasseh had kumsikiliza Mungu, he did not want. Aliendelea na uovu. Kept doing evil. Mungu anamuonya hataki kubadilika. God warned him but he did not change. Lakini alipokuwa gerezani alimkumbuka yule Mungu aliyekuwa. When he was in prison, he actually remembered God that he had alikosa tumaini. Akasema Mungu nisamehe. He had no hope, but he had to come to God and say, God forgive me. Kumbuka mfalme Manase ameweka gerezani, anaanza kuteswa mle gerezani, ndio anakumbuka kwamba kuna Mungu. Look at King Manasseh was taken to the prison, and after being tortured and all that is when he began remembering God. Sasa
Hao watu ambao wako gerezani, So these people that are in prison, hujui kwamba wanahitaji kusikia neno la Mungu waweze kubadilika kama Mfalme Manase? don't you see they are supposed to hear God's word and change like King Manasseh? Kulikuwepo na watu ambao walikuwa wanasumbua wauaji, watu mbalimbali waliofanya maovu mbele za Mungu. There are many people that committed murder and did a lot of bad things before Lakini God. kwa wewe kwenda kuhudumu katika gereza, But by you going to take this ministry to the prison, ndipo ataisikia sauti ya Mungu. that's when they will hear the voice of God. Watatubu They will repent. kama Mfalme Manase alivyofanya. Just like King Manasseh also did. Mfalme Manase alitubu mbele za Mungu alipokuwa gerezani. King Manasseh repented before God when he was in prison. Alilia mbele za Mungu, nisamee Mungu. He actually lamented before God, God forgive me. Mungu alimsamehe. God forgave him. Manase anasema katika mstari wa 15-16 anasema Mfalme Manase aliondoa miungu, maana alianza kuabudu miungu. Aliondoa miungu yote aliyokuwa anaiabudu. The Bible says in verse 15 and 16 that King Manasseh destroyed all the idols that Alianza kumwabudu Mungu wa kweli. worshiping. And he began worshiping the true God. Baada ya Mungu kumsamehe na kumtoa katika gereza. After being forgiven by God and being taken out of prison. Kwa tunaona neno la Mungu lilivyobadilisha maisha ya Manase. So we can see how God's word changed the life of Manasseh. Alikumbuka neno la Mungu akiwa gerezani. Remember God's word when he was in the prison. Hivyo ndivyo Mungu anavyowabadilisha watu katika magereza. That's the same way God changes the lives of people. Lakini tusipokwenda huko hawezi kubadilika. So until we go there, they won't change. Mungu anaongea kupitia wewe kwa watu wake. God is speaking to you, to his people, not anyone else. Sasa Mungu anahitaji kutumia wewe kama chombo ili wakapate neno la Mungu waweze kubadilika. God wants to use you as his vessel so that the prisoners may hear God's word and change. Sasa usipoenda wewe watabadilikeje? Watasikiaje neno la Mungu? So if you won't go, how do you think these people are going to hear God's word? Neno la Mungu anasema, je, watasikiaje pasipo mhubiri? The Bible says that how will they hear without a preacher? Sasa wewe unahitajika uende pale ili wasikie neno la Mungu. So you are supposed to go there so that they can hear God's word. Unajua Yona alipokuwa anatumwa na Mungu, You know when Jonah was sent by God, yeye akakimbilia Tashishi. he went to Tarsus. Sasa je, utakuwa kama Yona, utaki kumfanyia Mungu kazi? So are you gonna be like Jonah, like Jonah, who did not want to obey God? Mungu anasema nenda watu wangu wainao ikawahubirie Bwana, waweze kusikia neno, maonyo. Uwezekano unaweza kutubu. God told him to go to Nineveh so that he could warn his people, possibly they could change. Yeye akakimbilia Tashishi. But instead he went to Tarsus. Lakini misukosuko alipokuwa anakimbia alimuona Mungu. But when he was running away from God, that's when he began getting into Watu kwenye meli walipoanza kuhangaika, tufanyeje na hii mawimbi ya bahari yameletwa na nini? the same people that he was cooperating with began speaking of that solution. Lakini yeye aliwapa suluhu. But he gave them the solution. Akasema ni mimi. Said, I'm the trouble. Kama mnataka mpone nitupeni mimi. If you want yourself to be safe, then throw me into the sea. Kweli walivyomtuma mawimbi yakatulia. When they threw him, immediately the wind, there was a calm. Kwa hiyo huwezi ukaepuka kazi ambayo Mungu ametaka uifanye wewe. You cannot escape the work that God wants you to do. Yona alithibitisha hili swali. Jonah actually ascertained this issue. Alivyotupwa katika bahari, when he was dropped in the ocean, akamezwa na samaki. He was swallowed by the whale. Lakini wasomi wengine wa Biblia wanasema alitumia muda wake vizuri alipokuwa amemezwa na samaki. But many scholars say that Jonah used
his time well when he was swallowed. He was in the belly of the fish. Wasomi wengine wanasema kwamba Yona alivyomezwa na samaki, zile dakika 2-3 aliweza kuzitumia vizuri kwa kutubu haraka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba nisamehe Mungu. Scholar says that when he was swallowed, he was in the belly, he used those few minutes praying, repenting. Alipotumia muda wake vizuri, basi Mungu alimsamehe. Because he spent his time well in the belly of the fish, God forgave him. Na yule samaki akaenda kumtapika pembeni ya mto. Pembeni kando ya bahari. And the fish vomited him in the shore of the lake. Kwa sababu ametubu. Because he repented. Amemuona Mungu. So God. Na akasema Mungu nitaenda ulikonituma. He said, Lord, I'll go where you sent. Na alienda. He went. Kwa hiyo kwa nini tusikubali Mungu anavyotaka kututuma, tukubali Mungu atutumie kama chombo? Why don't we allow God to use us as his vessels? Kwenda kupeleka injili katika gereza. Take the gospel to the prisons. Kwa nini tusikubali kama Isaya akasema mimi hapa Bwana nitume? Why don't we agree as Isaiah that here I am, Lord, send me? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunapaswa kwenda kuhubiri gerezani. We are supposed to take the gospel to the prison. Kwa sababu injili hubadilisha maisha ya watu. Because gospel transforms lives of people. Ilibadilisha, neno la Mungu limbadilisha Manase, mfalme Manase. The word of God changed the more immoral habits of King Manasseh. Na pia tunaona kwamba neno la Mungu anahitaji kwenda huko kwa sababu Mungu anataka tukawafungue wafungwa. We've also seen that God wants us to go into the prisons because he wants us to liberate those prisoners. Katika wafungwa kuna watu wengine pia ni wagonjwa. Among the prisoners, some are sick. Wengine wana mapepo kiroho. Others are demon possessed. Katika Marko 5:1 mpaka 20. In the book of Mark chapter 5 verse 1 through 20. Yesu anapokwenda na wanafunzi wake katika mji wa Decapoli. When Jesus was going with his disciples in the city of Metropolis, anakutana na mtu ambaye alikuwa kichaa. He met someone that was lunatic. Biblia inasema alikuwa amekaliwa na mapepo, alikuwa na mapepo. The Bible says that he was demon possessed. Alikuwa anaogopwa na watu, alikuwa anaishi peke yake makaburini. Many people did not like him. He was solitary and he was just staying along the cemetery. Anakutana na Yesu, Yesu anatoa mapepo. Met Jesus and Jesus drove out the demons. Na ule mtu anamwambia Yesu, nitakufuata kokote uendako. And we see this demon-possessed person telling Jesus that I'll follow you wherever you go. Unajua yule mtu nikisoma habari hizi nilikuwa napata huzuni. Yule mtu amempenda Yesu, nitakufuata Yesu kokote uendako. When I read these informations, I get sad because that guy told Jesus that I'll follow you whenever you go. Yesu anasema hapana. Jesus said no. Nenda ukawasimulie ndugu zako mambo makuu ambayo Mungu amekutendea. Go and tell your neighbors great things that God has done for you. Kwa hiyo Yesu anakuhitaji wewe. Jesus wants you. Uende ukawasimulie mambo makuu ambayo Mungu amekutendea kwa wafungwa. Go and proclaim great things that God has done to you to the prisoners, waweze kubadilika, so that the prisoners may change. Je, hakuna kitu ambacho Mungu amekutendea katika maisha yako ya wokovu? Do you think there is nothing that God has done for you in your life of salvation? Upata wokovu.
getting salvation. Ni matendo makuu Mungu amekutendea. It's a great thing that God has done for you. Sasa unapaswa kwenda kuwasimulia mambo makuu ambayo Mungu amekutendea wale You are wafungwa. supposed to go and tell the prisoners about your salvation. Kupitia mambo makuu Mungu amekutendea watabadilika wale wafungwa. Through great things that God has done for you, these people are going to be Kwa liberated. Yesu Kristo. They are going to be reconciled by Jesus Christ. Sasa yule mwenye pepo saizi hana pepo. So that demon possessed is Anarudi not nyumbani. having demons right now. Anarudi nyumbani. It's getting back home. Yule mtu alikuwa umemwona mtu aliyetengwa, alikuwa kichaa. Someone that was separated, was a lunatic, Wanaona kwamba anarudi nyumbani. is coming back Ana home. akili timamu. Is normal, mindful. Anaanza kuwasimulia mambo makuu Mungu ambayo amemtendea. He begins telling people great things that God has done to him. Mji mzima ulimjua kwamba huyo alikuwa kichaa. The whole city knew that he was lunatic. Kwa hiyo watu wote walivutika kumsikiliza. So many people were attracted to listen to him. Mambo makuu ambayo Mungu amemtendea. Great things that God had done to him. Wasomi wanasema huyu mtu alikuwa mishonari wa kwanza katika Agano Jipya. Scholar says that this person was the first missionary in the New Testament. Alipoenda kule watu wengi walimjua Mungu kupitia ushuhuda wake. When he went there, many people knew God through his testimony. Watu walisema tunamtaka huyu Yesu aliyekubadilisha. People say that we need this same Jesus who changed your life. Kwa hiyo sisi tukienda kule tukawasimulia matendo makuu Even ambayo Mungu ametutendea. Even for us, if we go to these people and tell them great things that God has done for us, Watasema tunamhitaji huyo Yesu alivyo mzuri. they will tell us that we need that your Jesus who did these things for Kwa us. hiyo Yesu anakutuma na wewe vile vile uende kama alivyomtuma huyu mtu aliyebadilika. Jesus is sending you the same way he sent this person that changed, Kusimulia matendo makuu to ambayo Mungu. proclaim great things that God had done to him. Kwa hiyo neno la Mungu linabadilisha maisha ya watu. The word of God transforms lives of people. Tunapaswa kwenda kule We are supposed to go to the prison ili wale wafungwa wakabadilishwe na neno la Mungu. so that prisoners may be transformed by God's word. Kwa sababu wafungwa ni watu ambao wametengwa kwamba ni waovu, wauaji. Because prisoners are people that are separated, that they are wicked, they are robbers, murderers, and all that. Sasa tunafanya nini kwa ajili ya watu hao? So what are we doing about these people? Kanisa linafanya nini kwa ajili ya watu hao waliotengwa? What is the church doing about these people that are separated? Yesu alipokuwepo duniani akasema mimi kwa maana mtu ambaye sio mgonjwa anahitaji daktari. Jesus, when he was in the world, said that whoever is not sick need no doctor. Kwa hiyo wale watu wanahitaji daktari, wanamhitaji daktari. Prisoners need doctors. Yesu ni daktari. Jesus is a doctor. Sasa wanamhitaji daktari na kutibu matatizo yao. They need the doctor that is gonna heal their sicknesses. Kwa Yesu ni daktari. Jesus is the physician. Anakuhitaji akutumie wewe kwa ajili ya ukombozi wao. He needs to use you for the sake of their redemption. Yesu anahitaji akutumie wewe. Jesus wants to use you for the sake of those prisoners, ili wale waweze kuponywa. so that they can be healed. Wafarisayo siku zote Yesu alikuwa anawaambia, anasema mimi nilikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Many times Jesus was telling the Pharisees that I came for the sake of the sinners. Wanasema kwa maana mwanadamu alikuja kutafuta kile ambacho kilipotea. Because the Son of God came to seek and to save that which was lost. Kwa kundi hili tunaliona kwamba lenye dhambi. So we are seeing this group as sinners. Yesu alilifia pale msalabani. Jesus died for this group of people. Wanahitaji kusikiliza habari njema hizi. They ought to hear this good news. Bado swali liko pale, watasikiaje pasipokuwa na mhubiri? The question remains the same, that how will they hear without the preacher? So unahitajika wewe kwenda pale, You need to go to the prison, ukamwakilishe Yesu. represent Jesus. Unajua ni raha sana kumwakilisha Yesu. You know, it's
blessing to represent Jesus. Kwa sababu unakuwa unajiamini. Unajua ukiona unamwakilisha Yesu, unajiamini. No, when you are representing Jesus, you believe in yourself. Si mamlaka yako na wewe. Because it's not your authority. Ukisema Yesu, weka mikono ndani ya watu hao, tayari Yesu anafanya kila kitu. Because if you believe in Jesus and lay your hands on these people, Jesus do everything to these people. Kwa hiyo tunafundisha hivi vitu. Kwa nini tunafanya huduma gerezani? Ili ujue kwamba unamwakilisha Yesu. We are teaching these things so that you can know that you are representing Jesus in those prisons. Unakuwa na mamlaka makuu. You are having supernatural authority. Kwa sababu Yesu unamwakilisha mahali pale. Because you are representing Jesus right there. Ni sawa sawa rais anapokutuma ukaniwakilishe Arusha. The same way when the president tells you to go and represent him in Arusha. Unakuwa na kifua mbele unamwakilisha rais. You are going courageously because you know you are representing the president. Watu wanakuheshimu unamwakilisha rais. People respect you because you know you are representing the president. Kamwakilisha rais Kenya kule, itakia aende, nenda wewe. Go represent the president. Unaenda na mamlaka ya rais. You are going through the authority of the president. Sasa Yesu ni zaidi ya rais. Jesus is more than a president. Kwa nini usiende na mamlaka yake? Why don't you go with his authority? Kwa nini? Why? Kwa tunahitaji kwamba wewe ujue unaenda na mamlaka ya Yesu unapokuwa unamwakilisha Yesu kupeleka habari zake gerezani. We want you to know that you are going with the authority of Jesus Christ whenever you are going to represent him in the prison. Kwa hiyo ukisema ni Yesu amesema. So if you say that's exactly what Jesus has said. Lakini kama hautajua unamwakilisha Yesu unapofanya kazi yake. If you want to know that you are representing Jesus whenever you are doing Jesus work, mambo hayaendi. Things won't work. Lakini ukijua na namwakilisha Yesu mahali hapa, sitaogopa chochote kwa sababu yuko pamoja nami. If you know that you are representing Jesus Christ, you won't fear anything because you know he is with you. Yesu aliahidi, nitakuwa pamoja nami. Jesus promised that I will be with you. Kwa Yesu unapoenda huko atakuwa pamoja na wewe. Jesus, if you will make attempt of going there, he will be with you. Kwa hiyo pia inatakiwa useme sitaogopa chochote kwa sababu Yesu yuko pamoja nami. You ought to say that I won't fear anything because Jesus is with me. Kwa nini usimruhusu Yesu awe pamoja nawe unapofanya kazi yake? Why don't you allow Jesus to be with you whenever you are doing his work? Sawa na baba yako mzazi anapokutuma the same as kafanya kazi fulani. Whenever your father is sending you to go do a certain work, unajua kwamba anafanya na mamlaka ya baba yangu. You know very well that I'm doing by the authority of my father. Sasa Yesu ni zaidi ya kila kitu. Jesus is more than anything. Kwa nini tusikubali kwenda pamoja naye? Why don't we agree to go together with him? Kwa nini tusikubali kumwakilisha yeye? Why don't we allow ourselves to represent him? Unajua Yesu alipokuwepo hapa duniani, you know when Jesus was here on earth, amesema yeye anamwakilisha Baba, saying I'm representing our heavenly Father. Kwa chochote mambo yote alikuwa anazungumza ni Mungu. So everything that he spoke, God was the one speaking through him. Kwa sababu anamwakilisha Mungu, because he was representing God. Kwa hiyo na sisi anataka tumwakilishe yeye. We also want to represent him. Anasema mimi sikuzungumza chochote kwa mapenzi yangu ila Baba alizungumza ndani yake. He said that he did not speak anything of himself, but God spoke his will through him. Na wewe umwakilishe Yesu, Yesu azungumze ndani yako. So you should also represent Jesus Christ so that Jesus Christ may speak. Usizungumze mambo yako. You should not speak your word. Basi uzungumze mapenzi yake Mungu. Speak the will of God. Kama Yesu alipofanya. The same way Jesus did. Yesu kama kawaida ukisoma Yohana 3:16 Yesu anamtuma, Mungu anamtuma Yesu. When you read the book of John 3:16, God is sending Jesus. Mwanawe wa pekee. His only begotten son. Kisoma Mathayo, Yesu anatutuma sisi. When you read the book of Matthew 28:19 through 20, Jesus is sending us. Umeona hicho kitu? Kwa tunataka tumwakilishe Yesu popote pale ambapo tutapeleka neno lake. So we've got to represent Jesus Christ anywhere that we are taking his word. Na amesema tutakuwa pamoja naye. He said, I will be with you
till the end. Sasa jukumu letu, tuko tayari kumwakilisha Yesu? It's our responsibility to be ready to represent Jesus. Kwa nini tuzuie baraka za Mungu? Why should we be stumbling blocks for the blessings of Jesus? Kwa hiyo neno la Mungu linabadilisha maisha ya watu. The word of God changes lives of people. Neno la Mungu linibadilisha mimi. The word of God changed my life. Kabla sijamjua Mungu, before knowing God, nilikuwa nafanya vituko. I was doing a lot of evil. Lakini baada ya kumjua Mungu, but after knowing God, neno la Mungu linibadilisha kabisa. The word of God changed me completely. Hivyo ndivyo ilivyotokea kwako. That is what happened to you. Sasa Mungu anataka uone utofauti. So God wants to see the different. Maisha kabla hujamjua Yesu alikuwa. Your life before knowing Jesus, tabia zako zilikuwa. How was your habits? Matendo yako yalikuwa. How was your deeds? Yesu baada ya kumjua Mungu, hivi vitu vyote, mwenendo, tabia, Yesu amebadilisha. Jesus, after knowing God, Jesus changed your habits. Kwa hiyo jamii tunayokaa nayo, so the community that we are living with, lazima watofautisha haya mambo. Ninaposema nimeokoka, waone kwamba nimebadilika sehemu gani. They must know that whenever I proclaim salvation, they should see the fruits of those salvation. Kama nilikuwa mlevi, if I was a drunkard, wajue kwamba nimebadilika katika ile eneo. They should see that I've changed from that. Kama nilikuwa mzinzi, if I was an adulterer, wanajua, jamii inajua kwamba yule amebadilika. Community should know that the guy has changed. Lakini tutawazuia watu wasije kwa Mungu kwa sababu wanaona hakuna tofauti. We will be stumbling blocks for people to come to God because they don't see the difference. Kabla sijamjua Mungu nilikuwa mzinzi, nilikuwa mlevi. Because before knowing God, I was a drunkard, I was just an adulterer. Nilimjua Mungu, naendeleza mambo yale yale. I've known God, I'm still the same way. Nahitaji kuona mabadiliko katika haya maeneo. Community need to see the difference in everything that we do. Wabebe ushuhuda wa Kristo kwamba Yesu kweli anabadilika. Huyu mtu namjua. So that they can testify of Jesus Christ that you know this guy, I knew him. Amebadilika kabisa. He has changed completely. Basi wanamtukuza Mungu. And through that they glorify God. Na wewe jamii itakuheshimu kwa sababu wameona mabadiliko. And you will also be respected by the community because they've seen the change. Lakini pasipokuwa na mabadiliko yoyote, but without seeing any change, Yesu hajakubadilisha. Jesus has not changed. Sasa Yesu anataka wale wafungwa waweze kubadilika. So Jesus wants those prisoners to change. Kwa hiyo kwa nini tunafanya huduma gerezani? So why are we doing prison ministry? Tumeona kwamba kuna sababu ya kibiblia. We've seen that it's biblical. Na tumeona kwamba kwa sababu neno la Mungu linabadilisha maisha ya mtu. We've seen that God's word changes lives of people. Manase alibadilishwa na neno la Mungu. Manasseh was changed by God's word. Katika Marko 5:1-20, yule mwenye pepo alibadilishwa na Mungu. In Mark chapter 5 verse 1-20 we see a demon possessed person changed by God. Anatumwa akashuhudia matendo makuu. And he sent now to go and testify of great things. Alihubiri katika kijiji chake, watu walimjua Mungu katika kijiji chake. Preached in his community and people knew God in that community. Sasa sisi tuko wapi? So where are we? Je, tunapaswa kwenda kule kushuhudia matendo makuu ambayo Mungu ametutendea? We've got to go and testify of great things that God has done to us in the prison. Unajua tunafanya huduma hii kwa sababu Mtume Paulo nyaraka zake nyingi aliandika akiwa gerezani. You know, we are doing this ministry because even Apostle Paul wrote a lot of his epistles when he was in prison. Anaandika nyaraka zake akiwa gerezani. He wrote the epistles in prison. Ambapo watu wamekutenga. Anaandika hizo nyaraka, anaandikia kazi. Akiwa gerezani. Prison is somewhere that people are separated, but in that place he's writing the epistles. Kwa hiyo ujue kwamba
sisi wa Kristo tunahitajika kwenda. We should know that we as Christians, we ought to go there. Sababu ya tatu kwa nini tunafanya huduma gerezani? The third reason as to why we should go for prison ministry ni kwa sababu gerezani ni uwanja wa Injili. Because the prison is the field of gospel. Ni sawa na tunapoandaa uwanja hapa kwa ajili ya Injili, mahubiri ya adhabu. Yeah, it's like arranging a field for a crusade or something. Tunatazamia kwamba baadaye watakuja pale. We expect that people will come there, sio mjua Mungu wapate kumjua Mungu, who do not know God so that they can know God. Kwa ule ni uwanja mzuri sana kwa ajili ya watu kuja pale na kubadilika. So that's a good ground for people to come and gather there and they may change. Ni zaidi na hiyo uwanja huu ambao tunaandaa ili wapagani waje pale, sio tunawakuta ndio wenyewe sasa. It's more than this ground that we are arranging so that pagans may come. We just find them in prison. Pale ndio wenyewe ambao wanahitaji Injili kweli kweli. The prisoners are the ones that need the gospel indeed. Fikiria mtu amefungwa miaka 60. Remember someone is in prison 60 years. Ana miaka 30 amefungwa 60. Someone is 30 years and is in prison 60 years. Fikiria watu wamefungwa maisha. Remember someone have been sentenced to life. Fikiria watu wamefungwa, wamehukumiwa kunyongwa, wanasubiri tu siku. Others have been given life imprisonment. Kwa hiyo watu kama wanakuwa na hamu kusikiliza. Such people have the hamu. Kwa sababu anajua kesho Bwana anaenda kunyongwa pale. Kwa anahitaji aende kwa Bwana. Such people have the zeal to hear the gospel. Ni sawa na waizi waliokuwa wanasulubishwa na Yesu pale msalabani. It's like those robbers that were crucified with Jesus on the cross. Unajua wale wawili walikuwa waizi. Those two you are claiming that you are the king. Anamchukia tena Yesu. The Jewish. Sasa kama kweli walikuwa mfalme wa Ayubu, jiokoe wewe tuokoe na sisi. Say that if truly you are the king of the Jewish, kwa hiyo msoma Yesu kama save yourself at kama muuni, alimwona kama Yesu kama muuni. So he thought that Jesus he was mocking Jesus, that you are claiming to be the king of the Jewish at the same time you are being crucified with us. Save yourself. Save us also from this place. You proclaim that you are the king of the Jewish. He is also agreeing with these people that but one of them looked at Jesus with a different perspective. He rebuked the other one. Said that what are you telling this person? We are criminals, but he is no longer criminal. Later on, he said, remember me when you come with your kingdom. Alipumzika vizuri. Yesu akamtia moyo akasema, wewe leo hii tutakuwa wewe. Naona nitamani hata kwamba akate roho hapo ili today tena na Yesu kule. Niliona basi yale maumivu. I guess he thought of dying right there so that maumivu yale sifikiri tena kwamba ni katika haraka bwana. Tutakuwa na Yesu kule. Imani kaingia huko. He thought of relieving himself from even the pain or the crucifixion. Jamani, fikiria wanaoenda kunyongwa wako kama huyo. Remember those people that are going to be sentenced to life are like these people. Anasema Yesu nikumbuke. They are like this person who was telling Jesus to remember him. Amelia na kupondeka akasema Yesu, nao anasema Yesu nikumbuke, lakini unahitaji mtu wa kuwahubiria wale watu. Cried, he's penitent, but he still needs someone to take the gospel to him. Jamani, tunahitajika wale watu wamjue Yesu, wafe na Yesu. We need those people, those prisoners to die with Jesus. Wewe unahitajika Yesu akutumie kama chombo. You should be used by Jesus Christ as his vessel. Maombi ya kila siku, Yesu nitumie kama chombo. Your daily prayers should be like
Jesus should use you as his vessel. Mtumie kama miguu yako. Use me as your foot. Unapotembea unaona hii miguu sio yangu, hii ya Yesu. Unatembeaje wewe? When you are walking you should see yourself as Yesu. though you are. Maana anasema utakuwa miguu ya Yesu. Unaona hii ni Yesu na kanyaga. Unapoingia pale panakuwa kwa kweli pale ni tofauti kabisa. Whenever you are entering the prison, you will see the prison is a different place. Kwa sababu mtazamo wako ni wa kimungu. Because your perception is God's perception. Lakini kama mtazamo wako kwamba hii kazi bwana ya mchungaji bwana. But if your perception is like, oh, you know, this work is just for the pastor, yanakuwa things won't work. Lakini ukisema ukiwa na mtazamo huu wa kibiblia utafanya mambo ya ajabu. But if you have the biblical perception, you will do great things. Na watu watamtukuza Mungu. Many people will glorify God. Kwa hiyo tunapaswa kutumika. We should be used as vessels. Mitume walitumika. Apostles were used. Walikufa, they died. Wale wengine walikufa vibaya, waliteswa vibaya. Others died brutal deaths. Wakiwa wakihubiri walipigwa viboko. Others that were seen preaching cane. Paulo anasimulia nilipigwa viboko 40 kasoro kimoja. Anafurahi. Paul said that he was struck 40 strikes other than one. Kwa hiyo sisi hata kupigwa viboko kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu hamna. But for us, we've never been struck when we are taking the gospel. Hata kutukana kwa ajili ya neno la Mungu hamna. Even being insulted whenever we are preaching God's word. Ukitukana na wewe unajibu. Usijazoea kutukana wa. If you are insulted, you also pay back because you are not used to kutukana kwa ajili ya neno la Mungu inakuwa bure. You are not used to be insulted because of God's word. Umkuse Mkristo mtukane tu umtambue. Na anasema try one day to abuse a Christian. Jamani, you will also abuse him. Mungu tusaidie tupondeke. Hata kama God assist us to be penitent. Kama hata tuna nguvu tujione kwamba ni wanyonge. Even if we are strong, we should look at ourselves as though we are weak. Tukitukanwa, ukishindwa bora nyamaze tu kimya. When someone abuses you, you may just be silent. Lakini kizidi utashangaa mkisema kunya kudaka katoka kunichezea. Makofi. You get surprised with the Christian saying that why is this guy telling me like this? Kama mtoto mdogo. The Bible says that if you want to be like little children, kutukana akana shida. When a child is abused, the child doesn't have any problem. Mkubwa atavumilia tu sira kwanza. But pili, la tatu najua kwamba Kristo a grown-up person may be patient. Mungu atusaidie. Second day, I think things will be different. Jamii nataka tuone mabadiliko. God should help us so that we may bring change. Sio mtu wa Mungu watushangae. Those watu walitukana na nyamaza kimya wanapotea wenyewe. Those who do not know God will see God inside us and defend. Ndugu zangu, tumejifunza mambo matatu. Brethren, we've studied three things. Kwa nini tunapaswa kushiriki huduma gerezani? Why we should take the gospel to the prison. Hivyo kwa yule ambaye ameshiriki basi utajaza kwenye karatasi lako kwa nini ujibu swali kwa nini inakupasa huduma gerezani. Kuna maswali hapa. For all that have participated in this meeting, we have the booklets here that we give you. You tell us, we gather together as the body of Christ to take this ministry. Kwa hiyo leo nafasi ya kuuliza swali lolote kuhusiana na huduma hii. Chochote ambacho kinakusumbua kichwani, tunafanyaje kazi, unauliza. You've got an opportunity right now to ask any question concerning prison ministry. Feel free. Kwa hiyo tutoe dakika 15 hivi maswali madogo haya.
tutakuwa tumemaliza, basi tutaruhusu maswali tunakusanya. We will give 15 minutes for questions. After collecting these papers, then we'll sawa kuandika jina lako. This is the opportunity now. Feel free. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nauliza kwamba gerezani ni mahali ambapo pana ulinzi na kina taratibu zake. Sasa nimesikia masomo haya na kweli wafungwa wanahitaji neno la Mungu. Nitaingiaje pale gerezani? Kuna taratibu gani za kuweza mimi kufika kama mhubiri gerezani? My question is that in prison there is security and there is also programs in that prison. How can I go and preach in that prison as a preacher? Amina, swali zuri. Good question. Ili uweze kudumu gerezani, for you to take the ministry into the prison, kunahitajika mahitaji uwe nayo yafuatayo. You've got to have the following needs kabla ya kwenda kutembea. Before going to that prison. Namba moja. Number one. Kutokana na sheria za serikali yetu ya Tanzania. According to the laws of the government of Tanzania. Uwe na cheti cha kuzaliwa. You've got to have the birth certificate. Uwe na kitambulisho chochote kinachotambulikana na serikali. Any identity card that is recognized by the government. Voters card or the national identity. Jambo la lingine, another thing, uweze kuangalia gereza ambalo unataka kwenda kudumu. You have to also scrutinize whichever prison that you like to go and serve in. Basi pale utatembelea. You may go and visit that prison. Utakuta wafungwa, utakuta askari pale mlangoni. You find the security at the gate. Ambie wewe ni mwinjilisti au mchungaji kutoka kanisa fulani. You tell them you are an evangelist or a pastor from a certain church. Kwa hiyo unahitaji kujua utaratibu wa namna ya kupata kibali cha kuhubiri gerezani. You would like to know how to get the permit for prison ministry. Nasema unahitaji kuanza hapo katika hilo gereza. Because you like to begin your ministry to that prison. Basi wale maskari watakupeleka kwa askari ambao wanahusika na mahubiri gerezani pale gerezani. So that security officer will take you to the security officer that is concerned with the preachings in the prison. Basi atakwambia kwamba ukaandike barua ya kuomba kibali cha kudumu gerezani. This officer will tell you to go and write the letter for asking for the permit. Kwa mkuu wa gereza, to the head of the prison, na kamishna mkuu wa magereza, and also the commissioner of the prison. Basi utakuja utaandika hiyo barua. You will write that letter. Na mchungaji ataandika barua, atakuandikia barua ya kupendekeza kama kanisa kufanya huduma ya mahubiri katika gereza husika. The preacher, the pastor will write a recommendation letter for you, recommending you as a member of the church who is willing and able to teach in that prison. Na atamatanisha na cheti cha usajili wa kanisa. And he will enclose with the copy of the registration of the church. Na wewe barua yako utamatanisha na cheti cha kuzaliwa na cheti cha uraia au cha kupiga kura yake. You will also attach your letter with your birth certificate and your identity card. Basi utazipeleka. You take them kwa
mkuu wa wilaya. To the district officer. Mkuu wa wilaya atakupa barua nyingine ya kudhibitisha uraia, maana umeshaandika, umeambatanisha cheti cha kuzaliwa na cheti chako cha utambulisho, basi atakuandikia utambulisho wa kudhibitisha kama Mtanzania. District commissioner will write again another letter for you, recommending you or ascertaining you as a Tanzanian. Baada ya kupitia zile nyaraka zako. After going through your documents. But ile barua atakupatia, ataambatanisha zote, zitaenda gerezani pale. All the letters that he will write for you, he will attach them together so that they will all go to the prison. Pale gerezani basi utakuwa umemaliza kazi yako, watazichukua hatua kupeleka kwa kamisheni mkuu wa mkoa wa magereza. That prison they will be done with your work, and so they will remain taking those things to the head of the prison, the commissioner, kibali cha kudumu gereza. And then they will give you the permit for serving in that prison. Na kimekuwa cha kudumu, lazima uwe tayari katika hiyo kazi. And it will be a permanent permit, so you have to be ready to work in that prison. Swali la ziada katika maelezo. Sasa kama sina cheti cha kuzaliwa katika hivyo viambatanisho vyote nitafanyaje? Cheti cha kuzaliwa lazima uwe nacho, kwa sababu sasa hizi Tanzania ina kampeni kwamba kila Mtanzania awe na cheti cha kuzaliwa. Got to have birth certificate because right now Tanzania has a campaign that each and every citizen should have the birth certificate. Na wameshusha bei za kuchukulia hicho cheti cha kuzaliwa kwa haizidi 15. And they've brought down the price. It's not more than 15,000 shillings. Cheti cha kuzaliwa kinapatikana kwenye ofisi za mkuu, kwenye ofisi za mkurugenzi wa jiji. They are found in the office of the director of the city. Kwa sasa zinapatikana hapa. Zamani tulikuwa tunachukua kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa wilaya. Before hizi zinapatikana kwa the district officers, kwa ofisi ya manispaa. But right now you get them in the municipal council. Ndani ya siku 3 unakuwa umepata cheti chako. Hakuna urasmi. After 3 days you get your birth certificate. Ukifika pale waambie kwamba unahitaji kupata cheti cha kuzaliwa, utakuelekeza ofisi. So if you reach there, just tell them I want birth certificate, and they will tell you. Kwa Tanzania hilo swala halina utatanishi. So in Tanzania we have no problem with the birth certificates. You can get them if you need them. Swali zaidi. Karibu. Je, kuna swali lingine? Any other question? Siogope kuuliza maswali. Hapa ndo pa kuuliza swali. Karibu. Naomba kuuliza kuhusu habari ya huduma gerezani. Alikuwa nasikia kwamba wale ambao wamefungwa maisha wanakuwa na roho mbaya, waliua na ukweliaji. Kama ile chakula kipewa wanakuwa wanapewa kishana. My question is that those who are sentenced for life, or those that are given life imprisonment, they are very dangerous people, and it's like even food they are being given through the windows. How can you treat those people? Kujihusisha na kwenda kudumu gerezani, lazima uwe umejua vizuri kufundisha. To involve yourself in the prison ministry, you've got to know the word of God and how to teach. Wewe utawasogelea wale
kwa sababu na kibali, utaenda kukabiliana nao vizuri. Kwa lazima ujue neno la Mungu, ujue kumpa ushauri, You will get close kulingana na neno la Mungu. You get to those people first because you have the permit, and if you have the knowledge of God, you will know how to interact with these people. Lazima tumtegemee Mungu katika kila kitu, katika ushauri wako. Siende nje ya neno la Mungu, siende nje ya neno la Mungu. Above all else, you should depend on God, depending on His word. Don't go beyond. Ushauri wowote lazima uwe katika neno la Mungu. Any advice should be from God's word. Kwa ndugu yangu, kule utawakuta na wewe utaenda utawasogelea kwa sababu utawahubiria. So my brother, if you find them there, you will get to mambo mengi ambayo to preach to them. Ambao unatakia na wewe yapeleke kwa kanisa usika waombee. They will also tell you their problems that you can take back to your congregation so that all of you may pray together concerning those needs. Kwa pamoja na roho mbaya Mungu ndio maana sema neno la Mungu hubadilisha maisha ya mtu. Together with their situation, God's word changes. Kwa kupitia wewe, through you they will change. Nataka sana niongeze. Swali lolote jamani kuhusu huduma yetu, karibu. Any extra question concerning our ministry? Jamani, tukitoka hapa unasema tungeuliza. Tuulize, tuwe wazi kuuliza huduma yetu inaendeje, inafanya nini. Let's ask any sort of question concerning the ministry, how it's going, how it's working, and all that. Any question that you have concerning the prison ministry. Jamani, hatuna maswali. Yalipo. Nataka niulize. Tumefundisha kuwa mmesema namna ya kuhudumia magereza ya aina mbili, kwa wafungwa wa baba na wafungwa wa mama, lakini kuna gereza pia, magereza ya watoto. Haya hamna nani nayo. You've talked about two prisons, women's prison and men's prison, but you've not talked about children's prison. What are your view about the children prisons? Amina. Ndio, kuna magereza ya watoto, ya baba, na yote magereza tunashiriki, tuna huduma. We are participating in all prisons. Magereza ya watoto unaweza kujitolea binafsi kwenda kuwashirikisha neno la Mungu. You can go to the children's prison individually and teach them God's word. Lakini kwa sasa hivi tunatilia mkazo kubwa na kuwajali sana watumishi ambao watahudumu gereza hayo hapa na watoto. Hiyo ya watoto haina shida, unaenda tu hudumu kama sehemu ya huduma, lakini sisi tunatilia mkazo sana kwanza haya kina baba, kwa sababu huko ndo ni kugumu namna ya kuingia. We are putting more emphasis on these prisons, especially for men and women, because those are where there are a lot of restrictions. Na hayo magereza watu wakubwa yamesaulika. Tushangaa umeenda katika gereza kuna mtu ambaye anaenda kuhubiri. There are many prisons that you go there and find that no one is even. Yaani hakuna dhehebu lolote ambalo limeenda linafanya huduma humu. There is no denomination that has any ministry in that prison. Sana ukienda utakuta labda kuna Roma. Probably you find Roman Catholic. Lakini jamani, sisi tumejisahau.
it's just because we've forgotten ourselves. We've forgotten the prisoners. Biblia imesema tuwakumbuke. The Bible tells us that we should remember them. Jamani, tuamke. Huko watu hawapati neno la Mungu gerezani, hakuna dini yoyote. Let us wake up, because those people are not hearing any God's word, because no denomination is taking any gospel to those people. Maana tunaweka uamsho kwa kanisa. That's why watu ambao Mungu atamtumia. That's why we are reviving the church, so that we may find those people that God are going to use to take the gospel to those prisoners. Kuna swali hapo, mama umetoseka? Karibu ndugu. Mimi bwana, swali kwa hiyo huduma ya magerezani hiyo, kwa wale ambao wanahusika kufanya hiyo huduma, ni kwamba kunakuwa na mafundisho zaidi ya haya ambayo watafundishwa kabla hawajaenda, au ndo mafundisho yenyewe ni haya peke yake? My question is that for those who are going to minister into those prisons, are they going to depend on these introductory lessons, or there are more lessons to be taught concerning prison ministry? Hapa ni haya fundisho hili leo la utangulizi ni la kanisa kujua umuhimu wa kwenda kuhudumu gerezani. This introductory lesson is to enlighten the church to know the importance of taking the gospel to the prison. Lakini kuna masomo ambayo inatakiwa baada ya kuapply kupata kibali, kufundisha namna gani ambapo unahudumu gerezani, vitu gani ambapo unatakiwa kufanya, vitu gani uvifanye, vitu gani uweze kuishi na askari na uviepuke kwa wafungwa, uende ukijua. There are a lot to know about prison ministry than these introductory lessons. How to interact with the prison officers, with the prisoners, and all that stuff. So after getting the permit and you are interested, we'll be willing to give you more teachings concerning this. Kwa mfano, ukienda kwa wafungwa kule, anasema bwana, wewe anakujua kabisa umetokea hapa jirani. Anakuandikia barua upelekee bwana kwa wazazi. Sasa kama hujui sheria, si utachukua ile barua? For example, utaipeleka. If you go to the prison and you find a prisoner that knows you, tells you that, you know, I'm writing for you the letter to take to my parents. If you don't know the rules right there, you take that letter and you will be in debt. Umeona? Kwa hiyo kuna sheria zaidi ambazo zinafundisha vitu vya kufuata, vitu gani ufanye, vitu gani usifanye. Kikitokea mfungwa akisema bwana, nahitaji kuongea na wewe, nipate ushauri, tukae. Naona inabidi ukae naye. Wewe inabidi ukae. Kumbe kuna namna ambavyo unatakia kufanya. Akisema bwana mchungaji, tukae na ushauri matatu na sasa kuna zaidi ya hapa. Hii ni kuonesha tu kwamba unapaswa neno la Mungu kufanya huduma gerezani, swala la kibibilia. Mungu anataka tufanye. Sasa wewe unapochukua hatua ya kuomba kibali na ukapata, ndipo tunakuwa na sasa na mafunzo rasmi kwamba mambo yanatakiwa kufanya, mambo mengi ambayo unatakiwa yajue ili usije kufanya makosa. These were just the introduction lesson. After you've got the permit, we can get together and teach you more things that you are supposed to do as a minister of the prisoners. Ndugu yangu tayari, swali la nyongeza lipi? You have any extra questions? Jamani, swali lingine? Swali lingine lolote?
maswali mengine yanajibiwa. Ila mimi nilikuwa natarajia kuona maswali zaidi. Mimi maswali mengi yashajibiwa kuelezeka, lakini labda tu nikuulize kwamba unajua, unapomwendea mgonjwa anauma, anachohitaji ni kuona kwamba anapata huduma, ikiwezekana anapona. Sasa swali langu ni kwamba hawa jamaa wako gerezani, lakini pamoja na huduma za kiroho, unajua gereza ni mahali ambapo hakuna Mungu. Je, hakuna mafundisho mengine ambayo au mistari ya Biblia ambayo tunaweza tukatumia sisi kama kanisa kuhakikisha kwamba pamoja na kupelekea huduma za kiroho, lakini tunahakikisha kwamba tunafanya kila njia iwezekanazo kwamba ikiwezekana hao watu wanatoka katika magereza, wanakuwa huru, tunakuwa nao mtaani? The question is that what can we do so that we may set those prisoners free, together with teaching them the gospel? Although he has used several illustrations that whenever someone is sick and he understands that he is going to be relieved from his or her sickness, he can possibly get healed. So how can we relieve the prisoners in prison at the same time treat them the gospel? Kwamba namna gani ambapo tuwatoe mule gerezani? Simaanishi kwamba sisi tunatoa. Inamaanisha kwamba katika huduma za kiroho tunaweza kupelekea. Sio huduma za kiroho, lakini wale bado tunapelekea huduma za kiroho, atampokea Yesu kweli. Lakini bado anaendelea kuteseka kwa sababu yuko gerezani. Sawa? Ina maana kwamba wanatamani kwamba nao kuwa uhuru, wakawa huko uraiani kama sisi. Kwa mfano wakina Petro na Paulo na Sila walikuwa gerezani, lakini walimwomba Mungu mpaka wakatoka kwenye ile gereza, wakaendelea kuwepo gerezani, wakawa huru. Sasa wale watu kule wako gerezani wanateseka, tutawapelekea huduma za kiroho kweli, wataokoka. Lakini je, sisi kama kanisa tunaweza tukafanya njia gani kwamba angalau wasiendelee kuwepo magerezani kule, wakisha okoka angalau wapate uhuru, ama wapate uhuru kisheria, kwamba sheria ifuate mkondo wao, kwa sababu kuna wengine wameondolewa, hawakufungwa kule kwamba wamefanya makosa, lakini sheria sasa ifanye kwamba sheria ichukue mkondo wake sawa sawa, ili angalau wale watu wapate wahudumiwe kwa haki. Unaona, wasiendelee kwa kule magerezani. Sasa wao huru. The question is, sema kwamba sisi tuna mipaka tuliopewa na ile serikali. We have the boundary that will be given by the government. Kwamba wewe usizungumzie masuala ya kesi au mfungwa akikushikisha masuala ya kesi usiingilie huko. You should not talk about the criminal's issue or act like an advocate for him. Hata kama ameonewa usiingilie huko. Wewe nenda kwenye kiroho kilicholeta. Just concentrate on spiritual issues. Ikitokea unaanza kuingilia masuala ya kuonea, kwamba kutendewa haki, ukaanza kumsaidia, basi itakuwa mwisho wa huduma. If you make any attempt of advocating for the prisoner right there, that will be the end of your prison ministry right there. Kwa hiyo sisi tunahitaji uendelee ujenge wewe kitu ambacho sisi huduma inakusitiza kwamba uendelee kujenga uhusiano mzuri na maafisa wa gereza.
the ministry wants you to have good relationship with the prison workers, ili wakupe nafasi nyingine zaidi, so that they may keep giving you more and more opportunities kumtumikia Mungu, to serve God in that prison. Yale ya kuonewa tuachie vyombo vinavyohusika vya serikali wanani wapambane nao, watumie kwa serikali. Justice and injustice we should leave for the government or the instrumentalities concerned. Kwa hiyo kutokana na mipaka iliyopo, ili tusije tukaharibu huduma zetu pale, lazima tutii chochote kile ambacho polisi sheria ilipi. We should not go beyond the boundary of the law. Kule ukienda gerezani kuna usumbufu sana. Wengi watataka ushauri kutoka kwako, wengine watasema kama mtumishi alivyosema, watakupa kwamba bwana, angalia hii kesi, utamwonea na huruma, machozi yatatoka. Lakini sasa usishauri chochote. Many people will tell you how they were not they were treated badly and justice was not done for them, but don't answer them anything concerning that, zaidi ya kuomba, other than just pray. Kwa sababu wengine kule ni wengine watundu, wanakuingiza kia fulani, anajua sheria. Sasa nataka akuingize, Waswahili wanasema kuingize mkeke. Hakuweka hatiani makusudi ili uweze kukanyaga, yani kwenda tofauti, alafu na wewe mwenaye unaenda. Other prisoners wajaja kweli treat you right there so that all of you can be trapped because they know the law that governs that place. Wanajua sheria. Even you can join them in that prison. Alafu anaanza kukucheka kama kule mchungaji kwamba sasa huyu mchungaji and after you watundu they will mocking you. Even this pastor that is preaching to us, we are in prison. Usitoe ushauri wowote wa kimwili. Wewe tumia ushauri wa neno la Mungu. Don't be physical advocate for the prisoner. Just advise the prisoner spiritually. Ukienda tofauti kweli utaharibu, utaendelea kudumu pale. If you go contrary, you will destroy everything and you won't continue ministry there. Tuko pamoja wapendwa wa Mungu. Together, beloved. Basi kama maswali yetu yameisha, for questions are over. Kwa natarajia maswali mengi zaidi ya hapo. Basi mtabizi I expected more questions than that, but because they're over, let me hand over this session to the pastor concerned. Lakini tafadhali napotawanyika tupige picha hapo kwa ajili ya kukumbusha. But I would like us to take pictures after dispassion, so for remembrance. Na kila mmoja angalie gereza ambalo ataweza kumwakilisha Yesu. And each and everyone should look on which kind of prison is going to represent Jesus in. Sababu lengo kuu la Yesu aliyotuachia. That's the aim of Jesus for us. Kupata kibali au kama kuna tatizo la kuandika barua za kuomba vibali, basi tushirikishe, tusaidiane namna kuandika. After getting the permit, or if you have any problem in writing the letters and all that, then let us know so that we may cooperate in writing those letters. Baada ya kupata kibali tushirikishe kwa ajili ya kusaidiana kutimiza huduma yako. And after getting the permit, let us know so that we may cooperate in fulfilling your ministry. God bless you.
my spirit sing. Let my worries and hurts all fade away. Jesus, you're the one who loves me, and I can trust you to never leave my side. Let your angels see how you keep me free, and the way that you take my cares away. Jesus, you're the one who loves me, and with you near me, I have no fear to hide. How can I praise your name enough for showing me the love you have, for helping me to find the way to overcome each day? How can I thank the Son of God for giving up his life free, taking away the shame I had, all this for me. Let your joy be mine, let your glory shine, wash my sorrows and cares